Sote tunafahamu kwamba wapo wanaoendesha vyombo vya usafiri barabarani hawana hata leseni. Wapo wanaoingia na vyombo barabarani hawana hata ujuzi wa kuviendesha hivyo vyombo. Lakini wapo wanaojifundisha kuendesha hivyo vyombo kinyemela. Kwa hiyo hawajui sheria, hawajui alama za barabarani. Sote tunajua kwamba barabara zikishatengenezwa zinawekewa alama. Na alama ambazo watu wengi tunatamani zinatumika ni hizi za zebra, ambazo zinaruhusu watu kupita kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Lakini si kila dereva nao wanaoendesha wanaziheshimu zile. Kuzijua wanazijua walio wengi, lakini kuziheshimu ni jambo jingine ambalo wengi wanalidharau, hususan wenye kuendesha bodaboda hizi za abiria na pikipiki nyinginezo. Katika kipindi cha hivi karibuni sote tumeshuhudia ongezeko la waendesha pikipiki Vespa kwenda mabarabarani wakiwa katika msafara mirefu, jambo ambalo mara nyingi linasitisha shughuli za barabarani. Sasa nikiunganisha na ile ambalo tunaenda kulifanya, bado tuna wajibu, na hili liko kwenu mabalozi wa usalama barabarani ambao mnakwenda kupatiwa haya mabango. Haijalishi kuna nani na nani. Kikawaida sisi kwa sasa tumepiga marufuku misafara ya pikipiki na Vespa Zanzibar nzima, kutokana na usumbufu unaotokea, ajali, watu kusitisha shughuli zile za umuhimu kwa ajili ya misongamano ile. Lakini hata nyinyi wakati mnapokuwa barabarani, wakati mtakapokuwa mnatoa hayo mawasiliano, basi pia msisite kuwasiliana na ofisi zetu mnapoona msafara wa pikipiki, bodaboda zimeongozana kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu kwa sasa hatukubaliani na hilo jambo, linatuletea usumbufu mkubwa barabarani. Nitoe neno tu kwa upande wa wananchi pamoja na walipa kodi ya kwamba kila tunapofanya manunuzi tuhakikisha kwamba tuwe tunadai risiti za kielektroniki, lakini pia kwa wale wafanya biashara wawe wanatoa risiti za kielektroniki. Changamoto ipo wakati ambapo mimi nishasimamisha gari zile pale barabarani pale maeneo ya Mchangani, nishasimamisha gari, hawa huku kwenye mabodaboda pembeni wanapita tu hao. Kwa hiyo nimekuwa ninaposimamisha gari inabidi nende na upande wa pili huku ambapo wako mabodaboda, nisimame mimi pale, hata kama bodaboda litakuja linigonge mimi na sio hawa wanafunzi ambao ninawavusha. Wito wangu kwa madereva wote, nawaambia tuwe waangalifu pindipo unapoona gari zimesimamishwa, na wewe unatakiwa usimamishe. Hata kama una bodaboda, Vespa, unafanya nini, simama. Unapoona gari ya mbele imesimama na wewe unatakiwa usimame, lazima ujiongeze kiakili. Kwa nini wale wamesimama? Na kwa nini mimi niende? Unapokwenda tayari unakuwa ni mkosa, na wewe ni mmoja mvunjifu wa maendeleo, kwa sababu utakapokuja kumgonga mtoto tunategemea baadaye anaweza kuja kuwa rais, huyo anaweza kuwa waziri mkuu, ukamtia kilema. Kwa hiyo anakuwa tusifanye mashaka yetu ya haraka haraka za barabara, tuangalie nani wanapita. Kuna wazee, kuna watoto, kuna walemavu. Kwa hiyo tunapotakiwa, napoona kumesimamishwa, na nyinyi wengine mloko pembeni msijaribu kwenda mbele, simameni kama wenzenu wa mbele ambao wamesimama, ili watoto wetu wavushe kwa salama. Ninapopewa hivi vifaa kama simu au haya mabango, pia kwanza mabango ni makubwa haya, tofauti na mwanzo uliopewa, watakuwa wanayaona sana. Halafu utakapopewa hizi simu kwamba tutakapotuma hizi matokeo haya tunofanyiwa au matokeo yoyote yanayofanyika barabarani kama mebalozi yakachukuliwa hatua, basi mimi nakuwa nafarajika sana. Nikipeleka tatizo linachukuliwa hatua na mtu anachukuliwa hatua ile, anapelekwa kama mahakamani, anaonwa, lakini kile kitendo kina farajika sana kwangu mimi ninofanya kile kitendo nikapeleka ile kesi.